Mheshimiwa DC na viongozi tuliokuwepo, tumesema tukio letu linakuwa ni fupi sana kama tulivyoona. Taarifa yetu hii imesheheni taarifa ambazo tunazitekeleza kiwilaya na tayari tumeshamwelekeza baadhi. Kuna yale mengi ambayo atapata maelekezo, najua kwa ataelekezwa vizuri sana, lakini baada ya tukio hili basi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunaomba tupate masaa mafupi ili tuanze kuendelea na utekelezaji wa masheha. Ofisi yoyote ile ya mkuu wa wilaya inafanya kazi ya karibu sana na masheha katika kupata taarifa na katika kutimiza majukumu yake. Lakini hapa kuna watendaji mbalimbali katika vitengo sasa ambao tunao humo ndani. Kuna watu wa afya, yani kuna maafisa afya, kuna elimu, kuna watu wa mashirika haya ambao ni vikundi vya ushirika, kuna dawati la waratibu, kama unajua tena mambo ya uzalishaji na nini yote yako kwetu. Kuna watu gani nimewaacha? Vijana. Nitaushangaa siseme kauli. Kuna baraza la vijana la wilaya pia liko humu, lakini kuna afisa michezo, yani kifupi sekta zote kwenye ofisi ya wilaya zimekamilika ziko. Kwa hiyo pale unapotafuta kutaja utekelezaji wa ilani katika ngazi yetu ya wilaya, yani hatuwezi kuepuka, kwa sababu hii ndio serikali ndogo. Serikali kuu tunaijua katika eneo letu, na bahati nzuri rais wetu maendeleo yote yaliyokuwa yanapatikana huko yako katika maeneo yetu. Kwa hiyo sisi ndio tunatakiwa tuje tujue ule utekelezaji wa ilani au zile ahadi zote ndani ya wilaya zetu zimefanyika vipi, utekelezaji wake uko vipi, wananchi wetu vipi wamenufaika vipi na yale yote ambayo yanawahusu, kwa sababu afisa masuhuli wote wa haya maendeleo tunao ndani. Ukisikia kuna changamoto yoyote, basi mtu wa kwanza unayapa ndani, unambana yeye, anakueleza iko vipi kule, lakini utekelezaji wake ukoje. Tukishushiwa sisi kutoka ngazi ya mkoa au wizara au kitaifa, chochote kile, ina maana tunafanya kazi kwa mashirikiano makubwa ili tuweze kufanikisha. Kwa hiyo ndio maana sisi bila wao hatutaenda, na wao bila sisi pia hatutaenda. Kwa hiyo mengine, kwa vile wewe ndio mtendaji mkuu ambao utawasimamia wao, utakutana nao, unaweza ukapanga siku kwa kuwaona wote kwa pamoja au kwa kuwafuata katika maeneo yao. Hayo ni ya kwako wewe mwenyewe, utaangalia model nzuri ya kiutendaji, kwa sababu kila mmoja anajua nini anafanya. Tunataka kufika sehemu moja, lakini mwingine anaweza akapita njia hii
mwingine akapita hilo, lakini tukakutana wote tukafika. Kwa hiyo mingine nitakuachia mwenyewe, isipokuwa sisi tupo muda wote kwa mkuu wa wilaya na ofisi ya kwako pia, kwa sababu hapa juu sisi katika ngazi hii tunafanya kazi kwa utatu mtakatifu: katibu tawala, mkuu wa wilaya na mkurugenzi. Yaani vitu vingi ambavyo tunaviona tunatakiwa kuvifanya kwa maslahi mapana ya taifa letu, ya wananchi wetu au ya kitendaji, ni lazima tushauriane. Lakini tunakuwa tuna kamati hii unaiona, kamati ya ulinzi na usalama, ambayo kila mwezi inatakiwa ifanye kikao chake kwa mustakabali huo, kwa jua kuna changamoto gani zinatukabili. Na ukiwaona hawa makamanda wetu hapa, kila mmoja na nafasi yake na anawasilisha kutoka eneo lake, ambao na wenyewe wana msaada mkubwa kwetu. Kwa hiyo tunapokuwa katika vikao vyetu, tuna vitu vyetu ambavyo tunavijadili ambavyo vinaweza, yani vinakuwa vinatupa mwongozo mzuri katika kutekeleza majukumu yetu. Kwa hiyo na wao nadhani tukitoka hapa ni tutaenda ofisini kwangu ili tukatambuane vizuri na baadhi ya majukumu yao, lakini hata na kwako kule. Kikubwa hao watu umewaona muda wote, chochote unawaita, ndio wako kwa ajili yetu na sisi tupo kwa ajili yao. Kingine ni kuelekea tunayemuaga katibu tawala wetu. Tulikuzoea, tunakushukuru sana, muda mchache nimefanya kazi na wewe, lakini uliimarisha mimi, ukaimarisha tena na wilaya, kwa sababu wilaya hii kawaida yake inang'ara tu, yani nimekuta iko lele kila siku. Kwa hiyo kwa sababu ya huyu katibu tawala ambaye alikaa na madisi tofauti, kwa hiyo ushauri wangu, sijui wasia, ninakuomba yale mazuri uliokuwa unayafanya hapa kwetu na kule ukayazidisha zaidi maradufu. Kama ulikuwa unatenda mabaya kwa bahati mbaya, basi kule usije ukaenda kuyafanya. Sisi tunatamani na kule mafanikio makubwa, kwa sababu mimi nasema ni mkoa tu wa kaskazini, lakini sisi ni Wazanzibari. Kwa hiyo mafanikio ya kaskazini yanatugusa pia. Tuna ndugu, tuna jamaa, lakini sisi ni wamoja kama tunavyosema. Kwa hiyo na kule katende zaidi sana tu kuliko hata labda ulivyokuwa umetenda hivi. Lakini tukikutaka kwa ushauri, kwa vile sisi wote ni wamoja, bado endelea kutupokea. Katibu tawala ni mgeni kwa sasa, anaweza akataka mambo mengine umuelekeze, naomba umpe mashirikiano makubwa muda wote, wakati wote. Simu yako isizime. Mneguna ala kawaida simu kuzima. Mbona mneguna hiyo? Uombe simu yako isizimike. Isizimike. Muda hakuna. Tulitamani hapa tufanye shamra, lakini sisi ni watu wa kazi. Na mmeonyesha mimi mlivyonipokea tu tukaanza kazi. Kwa hiyo na wewe katibu, karibu na kazi itaanza nadhani leo. Ila unaweza kama utakuwa unataka kujiandaa utasema wewe, lakini naamini ukiingia ndani utasema nitajiandaa huko na kuja kazini. Hao ni watu wako. Waambie unachokitaka chochote muda wowote. Naye anasema mbele ya kamera, kama atasema aseme. Bado hali ya usafi katika maeneo yetu ni mabaya. Tena inaniuma kwa sababu sisi tunapita huko tunazungumzia usafi, mkurugenzi huko tunazungumza usafi, ni kwamba tunaoshindanisha nao wao wachafu zaidi. Inakera, inaumiza. Mheshimiwa Rais jana amepita, anaenda Mazikoni, amepita eneo lote kuanzia hapa daraja bovu mpaka anafika huko, lililokuwa linatugusa hajapendezwa nalo, na simu ikapigwa. Nilikuwa sehemu nyingine, nilitoka kama nimebwa mkwaju, nimekwenda nimpigia mkurugenzi hapo tumekwenda na mkurugenzi, hivi watu wakusaidie, sio unapia wewe. Mwisho wataacha kila siku wanaona ndio wewe. Watu tukafanye kazi zetu jamani. Kama mmeona kuna mafagio hapa, kuna mtu tu simtaji amewaombea. Watendaji nazungumza na nyinyi. Ilikuwa namaliza kikao, tunachukua fagio tunasafisha eneo letu. Lakini kesho ndio kazi itaanza. Nisije nikamwona mtu kaingia ofisini kabla hatujafanya usafi. Yaani jengo letu baya mpaka sijui niseme nini. Sio sawa. Kwenye hapa mmenijaribu na rangi yangu mtaiona. Sijapenda. Mpaka eneo yaani mtu unaingia barazani hivi unakutana na uchafu.
Nilisema mapema, tukitaka kumnyoshia mtu kidole tuangalie vingapi vimetunyoshia sisi. Na hii waheshimiwa masheha, mimi naendelea kuwapongeza. Kwenye maeneo yenu usafi unafanyika, vilichokuwa kina shida, vifurushi vya uchafu nakuta viko pale vina. Mimi nilijiuliza mkurugenzi, nikaambia yeye anapita saa 11. Haya sasa, Mheshimiwa Rais kapita asubuhi. Sitaki watu kupita saa 11. Muda wowote usafi ufanyike, muda wowote takataka zizolewe zinapokuwa. Kwa sababu shida inakuja fine, tuko vizuri kwenye makusanyo. Makusanyo wanafanya nini? Tunaweza tukafanya matumizi yenye tija, kwamba sawa tuna fedha lakini tukafanya hivi. Leo tuna round about ya Chuini. Inasikitisha ukiona na ndio pale main road watu wanapita. Tunaweza tukafanya lolote mkurugenzi, tukafieke tena. Kesho waambie watu wako wafieke pale, kama tunaona hatuwezi kupanda, kuna vitu barabara itapita. Mambo siku hizi yako mengi, tuweza kuweka mitungi imekaa vizuri mpaka wana haiba. Yaani tusisubiri la ambalo hatujui litakuja lini. Sisi tuanze kusafisha. Watendaji, kesho tunaanza na usafi kwenye ofisi yetu, eneo lote linalotuzunguka, ili tuweze tukawasimamia wengine. Nimeamua kuchanganya, maana ndio tumepatana wote. Kazi tumeelekezwa juzi kwenye uapishwaji wao, kuja kazini lazima tuje kwa wakati na watu tufanye kazi zetu. Mtu hasa ukilijua jukumu lako, utakaa eneo lako husika na utafanya kazi. Lakini sawa, haina maana kwamba sisi tuna kazi zetu zimo ndani. Unakuja pale unaona hata takataka, jamani, kama sio wewe mhusika unashindwa hata kusema. Au basi hapa hivi mfuko mpaka mbele ya mlango wangu, nyuma huku nimezunguka mpaka nilijuta nyuma ya jengo. Hapana, tusisafishe uso tu, tumalize na maeneo mengine. Ninaomba sana, nisingependa tutane vikao vingine tena ya kuamizana nini tukafanya. Majukumu tunajua, tukae tukutane, tueleze changamoto za watu wetu, wana shida gani mpaka sasa hivi hatujawafikia, kuna vipi mpaka sasa hivi havijafanyika. Hivyo ndio kukutana, na sio tunaenda kuelezea vitu vya kawaida. Kiukweli binafsi yangu sikujisikia vizuri, na hakufanya tu kokote akipita Mheshimiwa Rais aliyokuwa ameagiza anayasimamia na anayafuatilia kweli kweli, isijitokeze tena. Kwenye huko watu wameweka biashara, wanauza. Watu wetu nadhani tukitoka hapa tukapange task force. Wameweka viatu, wameweka nondo, wameweka mbao. Wananchi wetu wapite wapi? Hatuwezi. Mimi sio kila siku nazunguka. Huo ni ushawishi wangu tu, kwamba nikizunguka nikiona na ile alipendezi ndio huwa anapiga simu. Lakini wangapi tunapita tunaona na hatusemi. Tuache. Tuendeni kufanya kazi. Wewe ndio mtendaji mkuu, kawasimamie tena kweli kweli. Na uniletee, kuna watu wakaidi hawaji kazini, wakija wengine wanatoka muda sio, wote wasimamie na mimi na nitafanya action. Baada ya kusema hayo, nadhani tumemaliza. Mimi nawatakia kila laheri wanaoingia na wanaotoka kwa ajili ya kwenda kwingine. Kazi imeisha, na washukuru sana kwa kunisikiliza. Cha rais wetu kipenzi Dr. Hussein Ali Mwinyi pia naye ameweza kuniamini na kunipa nafasi, na nahakikisha kwamba hii nafasi nitaitendea haki, na nafasi hii kuitendea haki juu ya mashirikiano yenu. Hakuna kazi ya mtu mmoja, kazi ni mashirikiano, na mashirikiano tutakaposhirikiana, mimi napenda sana kazi yangu iende kwenye njia siratul mustaqim, inyooke hivi. Ni sasa anabata na wanae wanavonyooka. Kwa hiyo tukafanya kazi, wengine kwenda kushoto, wengine kulia, mtaniona mbaya. Napenda kazi iende hivi. Napenda sana sifa kusifiwa, kwamba nimefanya kitu kimeonekana. Kama ni muuguzi, ndio sifa zetu hizo. Kwa hiyo naomba mashirikiano yenu, baba zangu, ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu, watoto wangu, tutakuwa pamoja. Naomba mlipokee. Mtakapokuwa sipajue, nitakuja kwenu, mtanifundisha. Sawa, nikuwa nitakosea, ni binadamu, kila binadamu ni mkosa. Naomba mnirekebishe. Na hasa hususan ndio kwanza mpya kazi za administration ndio zangu. Sababu nilikuwa ni mratibu wa huduma za ushauri na sana vipaji na upimaji wa virusi vya ukimwi kwa Zanzibar yote. Na masheha ndio watu wangu, DMO ndio wangu. Yaani actually nimekuja nyumbani kufanya kazi, ni watu wale wale. Kwa hiyo naomba kupa tu tushirikiane. Sawa? Teamwork ndio pekee, hakuna jingine.
sote tu kitu kimoja, sio wengine wanafiki, wengine mafisadi, wengine watamajungu. Hicho kitu mimi sikipendelezi. Kile kitu kimoja na kupendana. Mkitaka tufanikiwe kwenye kazi, hakika tupendane. Hasa Mungu anasema tukua sote nia zetu safi tutafika. Kwa kunyonywa na nia safi, nia safi itakuwa kafara. Asanteni sana, nashukuru.